Safi mtazamaji katika Amaika Live, Amaika Siasani. Mimi ni Nelson Songa. Kuna mengi sana ambayo yamefanyika katika siasa za taifa la Kenya. Wakati watu wanazungumzia one term, wengine wanazungumzia two term. Kuna mambo fulani ambayo katika siasa napenda kwamba tuweze kuyaangazia, na hasa naanzia katika kaunti ya Kakamega, eneo pana la Western Region, alafu pia tuweze kuangalia kitaifa. Ni yapi ambayo yameweza kufanyika katika taifa, ni yapi ambayo yameweza kufanyika katika jamii ya Mulembe. Manake Amaika tunapatikana maeneo ya Western. Sasa kwa mengi zaidi, endelea kufuatilia Amaika TV pale chini, subscribe, waambie pia marafiki waweze kuingia Amaika Radio, Amaika Entertainment, nitakuwa na kujuza. Lakini pia uko na nafasi ya kutoa comment yako ili kwamba tuweze kuona we position yako ni ipi. Sasa tuingie Kakamega. Nduguye ama gavana wa kaunti ya Kakamega FCPA Dr. Fernandez Barasa alimpoteza ndugu yake ambaye ni Silas Barasa. Hafla ya mazishi ikafanyika Jumamosi na akazikwa. Lakini watu kwenye mitandao wakazungumza, sijui alikuwa ameacha ndugu yake, mara sijui nyumba yake ilikuwa inakaa namna gani. Na hata wakati ambapo watoto wa marehemu wanapigwa picha kwenye mtandao, wanakuwa wamevalia zile sandals, watu wanasema mbona ameacha watoto wa ndugu yake wanakaa hivi. Lakini hayo kando, wewe sijui una mtazamo upi? Wakati wa hafla ya mazishi ilionekana wazi kwamba mbunge wa Mumias Mashariki PK Salasia na aliyekuwa mbunge wa eneo hilo ambaye ni Ben Washiali hawapatani kabisa. Sasa ilitokea kuvutana katika wakati wa kuzungumza, lakini PK Salasia wakati anatolewa na watu wake, akiondolewa pale kwenye hafla ya mazishi, anasema hao jamaa walinipata off guard, waacha next time nitakuwa nimejipanga, nitakabiliana nao. Kwa hivyo akaweza kuondolewa. Lakini naibu wa gavana Aibu Savula ikabidi kwamba aweze kuja pale, akachukua microphone akasema, sitaruhusu tena siasa kwenye hii platform, itaharibu heshima ya familia ya gavana Barasa. Inaishia pale. Lakini sisi wenye tulienda kwa matanga tunasema huko kwetu kwamba ukienda kwa matanga kuna mambo ambayo unaenda kujifunza. Sijui kwa hayo matanga umejifunza nini? Ilikuwa platform ya hawa jamaa wawili kukutana kusukuma siasa zao, ama kuna kitu kingine ambacho uliweza kujifunza? Tuachane na hayo. Katika kaunti hiyo ya Kakamega tumemwona aliyekuwa seneta wa pili wa kaunti ya Kakamega, Cleophas Malala. Huyu pia alikuwa katibu mkuu wa chama cha UDA. Na sasa hivi Cleophas Malala ni naibu kiongozi wa chama cha DCP ambacho kinaongozwa na Rigathi Gachagua. Lakini last week tuliona picha ya Cleophas Malala na waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya. Kulingana na caption ambayo Wycliffe Oparanya aliweka pale kwenye picha, anasema Cleophas Malala alimtembelea kwenye ofisi, wakazungumzia mambo ya jamii ya Mulembe. Watu wakabaki wanajiuliza, Cleophas Malala ametafuta Oparanya nini hii wanazungumzia? Na haitoshei pale, walikuwa kwenye hafla ya matanga weekendi, na akaambia Cleophas Malala akaambia Oparanya kwamba wewe ndio ulituletea Barasa, sasa basi wewe utusaidie kuondoa huyu Barasa. Watu wanajiuliza, Cleo anataka kurudi kwa serikali kupitia waziri wa Oparanya? Kuna wengine wanasema kwamba nyinyi hamjajua, Cleo amekuwa reporter wa State House. Ile yenye inafanyika kwa DCP yanapeleka hiyo report kwa State House venye mambo yanakwenda. Lakini bado tunajiuliza nini kinafanyika? Manake Cleo amekuwa karibu na Elsie Muhanda. Kumbuka Elsie Muhanda ni mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kakamega, na pia huyo Elsie Muhanda amesema kwamba anataka kuwa gavana 2027. Cleo pia hajaweka wazi, lakini ashaweka upande huo, ni kwamba anataka pia ugavana 2027 kaunti ya Kakamega. Ukumbuka aliwania ugavana 2022 na akaweza kushindwa na Barasa. Wakati ametembea na Oparanya, ametembea na Elsie Muhanda, pia kuna picha ambazo zimemuonyesha amekuwa na Dr. Beatrice Inyangala. Na kumbuka Dr. Beatrice Inyangala alikuwa running mate wake 2022 katika ile gubernatorial ya Kakamega. Watu wanajiuliza, na haishi pale pia. Cleo huyo katika picha moja ameonekana na nduguye PS wa internal security Raymond Omolo. Kwa hivyo amekuwa na watu ambao wako ndani ya serikali. Na Oparanya akizungumza alimwambia Cleo kwamba sasa wewe chenye inafaa ufanye, wewe support tu project za serikali. Ni kama hiyo ndio ukifanya hivyo basi. Lakini bado tunajiuliza, Cleo ako kwa DCP kabisa ama kuna venye anataka kurudi kwa serikali ya Kenya Kwanza ama ya broad based? Na kama atarudi, sasa game plan itakuwa namna gani?
atataka kuwa governor Kakamega, na kama atataka, manake ilichukuliwa kwamba Kakamega ni ngome ya ODM. Gavana FCPA Barasa amesema kwamba lazima kwamba wao wataweza kuhakikisha it is 6 piece county ya Kakamega. Na kumbuke pia Ayubu Savula ndiye wa UDA katika kaunti ya Kakamega. Nini kitafanyika? Game plan itakuwa namna gani? Tunasubiri kuona, lakini bado tunajiuliza. Unaweza pia comment pale chini, Cleo anarudi kwa serikali ama amekuwa tu kwa serikali all this time? Hiyo hatujajua. Twende kule kaunti ya Trans Nzoia. George Natembeya, gavana wa kaunti ya Trans Nzoia. Tumeona senator wa kaunti hiyo Alan Chesang kwenye clip fulani pale kwenye mtandao akimwingilia Natembeya, anasema Natembeya utatembea 2027. Yaani unaamuaje kufanya budget ya coffins, majeneza? Unaweka pesa ya kununua majeneza surely. Hiyo ni nini sasa? Hiyo lazima tu utembee 2027. Okay. Lakini pia kuna jambo nyingine. Susan Nakhumicha alikuwa waziri wa afya before Gen Z. Lakini sasa hivi nini kimefanyika? Ni kwamba alikuja akawekewa mkono na Papa wa Roma, spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula. Amewekewa mkono, Susan, wewe ndio wetu. Kaunti ya Trans Nzoia 2027 lazima upeperushe bendera ya Kenya kwanza ukitafuta ugavana kaunti ya Trans Nzoia. Alafu rudi nyuma, Musalia Mudavadi alikuwa shaoni Natembeya kwamba tutakuwekea kijana atakukimbiza sana. Sasa sijui ndio huyu kijana Susan Nakhumicha ama namna gani. Lakini kuja kwa Susan Nakhumicha hakujampendeza Chris Wamalwa. Chris Wamalwa alikuwa mbunge wa Kiminini. Sasa Chris Wamalwa ni kama hajapokea hilo vizuri, anasema how come iweje kwamba mnaleta Nakhumicha? Yeye alikuwa ashatangaza, kwanza yeye alitangaza mbele ya Nakhumicha kwamba yeye ndiye anataka kuwania ugavana kaunti ya Trans Nzoia. Kwa hiyo tulikuwa tunajua kwamba huenda itakuwa Natembeya against Chris Wamalwa. Lakini sasa hivi inavyoonekana ni kama mtu wa serikali huko ni Susan Nakhumicha. Chris Wamalwa ni kama atakuwa kwenye baridi. Ndio maana hapendi kabisa Susan kuwa fronted ili kwamba aweze kuwania ugavana kaunti ya Trans Nzoia. Natembeya hajasema kitu. Tunasubiri tu tuone kama atatembea ama atawatembeza 2027. Unganisha Trans Nzoia na Kakamega. Alafu uone kitu fulani. 2 weeks ago, President William Ruto alikuwa Masinde Muliro University of Science and Technology, akaweza kuzindua Shirikiana Sacco ambayo inaonekana imewekwa mikononi mwa waziri Wycliffe Oparanya. Sasa watu wengine wanasema kwenye mitandao na wachanganuzi wengine wanasema kwamba hiyo itakuwa mbinu ya Rais Ruto kutumia Oparanya kugawa kura za Western. Ama ndio maana Cleo anatafuta Oparanya? Wewe unaonaje hiyo story? Ama ndio maana Cleo ametafuta Oparanya ili pia aweze kushirikiana Sacco? Hata mimi sijui. Lakini pia unaweza kutoa maoni yako kama Shirikiana Sacco ina lengo la kuweza kuempower wa Kenya eneo la Mlembe, ama ni project fulani ambayo inakuja ili kuona kwamba inagawa kura za jamii ya Mlembe. Okay. Tupande juu kidogo. Jimmy Wanjigi, si unamjua? Na kuanga na misimamo tofauti sana. Yeye kwanza alishalaumu rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Kenyatta. Na hana kwa Rais Ruto. Anasema kwamba Uhuru alikopa pesa, matumizi yake hatukuona vizuri, kwa hivyo hakuna venye anaweza akamsifia. Lakini Jimmy Wanjigi amesema kwamba iwapo mrengo wa upinzani watamweka Kalonzo Musyoka kupeperusha bendera against William Ruto, hiyo Ruto atamaliza hiyo biashara asubuhi na mapema. Anasema kwamba kama ni Kalonzo, haijalisha atakuwa na nani, lakini kwamba ni Kalonzo flag bearer, then ana compete against this incumbent President William Ruto, hiyo biashara Ruto ataimaliza hata kabla mwenyewe aende apige kura. Na watu walikuwa wamesema sijui Kalonzo Sifuna, Sifuna Matiang'i. Sasa sijui kwenye opposition wanajiita alternative government, wanajiita united opposition, unadhani kwamba hesabu yao ni gani? Manake katika mrengo huo tuko na Gachagua,
ameshasema. Tuko na JB Muturi, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Fred Matiang'i pale kwa Jubilee, wote wanasema kwamba wanataka kuwa president. Sasa wote hawa haiwezekani, tunataka tu mmoja. Lazima pawepo na mmoja alafu mwingine akuwe running mate. Sasa kwa hao wote, Martha Karua, Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Justin Biden Muturi, unaona kwamba ni nani anaweza kuwa flag bearer na nani anaweza kuwa running mate. Na unadhani hiyo kolabo itamsumbua Rais William Ruto? Na wakifanya blanda gani Ruto atamalizana nao mapema? Okay? Alafu kuna story inatembea, kuna story na trend kwamba Senator Sifuna, ati Senator Sifuna, as much as yeye ndio Sifuna, kwamba yeye hakuna kiti kingine anaenda kuwania, anataka kuretain hii ya senatorial ya Nairobi. Hii ndio atakuwa na defend come 2027. Wewe unadhani kwamba Senator Sifuna leo hii akitangaza anataka kuwania ama kutetea kiti cha useneta, atakuwa amedeliver ama atakuwa amekudisappoint? Ama wewe ungetaka afanye nini 2027? Ungetaka atangaze kwamba anataka kuwania kiti gani? Presidency ama aweze kuwa running mate wa mtu fulani, ama unasema namna gani? Pia unaweza ukampanga Sifuna kama anaweza kawania kiti fulani ama aendelee tu na useneta. Maana watu wanasema kwamba hana pesa, financial muscle hana. Manake presidency nataka uwe na financial muscle, ukuwe na connection, na sio tu hiyo Kiingereza kubwa yenye anatoa na argumentative aspect ambayo anaonyesha. Anahitaji kwamba aweze kuwa na marafiki, awe na mfuko pia uwe mzito. Wacha tumalize na hii. June 25, 2024, vijana walijitokeza wakasema kwamba mswada tata wa 2024-2025 hauko unaendana nao. Kwa hivyo wakajitokeza kwa barabara kuona maandamano ambayo yalipangwa kwa njia ya mtandao. Na pia tuliweza kushuhudia vijana wakipoteza maisha. Tumepoteza vijana kadhaa. So haya mambo yakaenda vile, tukamaliza 2024, ikabidi kwamba kukaona reshuffle ya cabinet, na ndio maana in October 2024 tukaona Rigathi Gachagua akitemwa nje kupitia impeachment process. Tumeingia 2025. 2025 tulipoingia 25th June, tukaingia mpaka Sabasaba, hiyo ni July 2025. Kifo cha blogger Albert Ojwang kikafanya vijana wakakasirika, hao Gen Z wakakuwa na maandamano June 2025 kuingia mpaka July 2025. Pia kuna vijana ambao tulipoteza. Kuna wale ambao walipotea, kuna wale ambao hatukujua penye walikuwa, wengine wakafa, lakini Kenya ikaendelea jinsi imeendelea. Tuko 2026. Kutangazwa kwa bei ya mafuta ambayo bei ilikuwa juu sana, ikaleta tena maandamano mengine. Kama huko Kakamega kuna kijana ambaye alipoteza maisha. Sasa hali ikaonekana kutulia. Lakini tunapoingia 25th June 2026, activists, wanaharakati pamoja na Gen Z wenyewe wanasema kwamba watafanya maandamano ya amani kuwakumbuka vijana wenzao wakiwemo akina Rex ambao walipoteza maisha yao katika ile Gen Z revolution ya June 2024. So Thursday ya 25th June 2026, matarajio ni kwamba Gen Z pamoja na wanaharakati na Wakenya wengine watajitokeza kufanya maandamano ya amani kuwakumbuka vijana wenzao. Lakini tunajiuliza, unadhani yatakuwa maandamano ya amani? Nilikuwa nazungumza na Gen Z, kiongozi wa Gen Z Kakamega. Akasema kwamba sisi shida yetu ni polisi. Polisi wakitokea, sisi pia tuko na mawe. Lazima maandamano yawe na mawe. Na lazima polisi wakiona maandamano waende na silaha. Hakuna venye maandamano yanaweza kuwa tu peaceful, wapeleke kama ni delegation ifike mahali fulani alafu warudi wamalize vile. Kwa hivyo tunasubiri tuone kwamba hayo maandamano yatakuwa namna gani. Sijui biashara zitaendelea, shughuli zitaendelea. Uzuri ni kwamba wakati huo wengi wa wanafunzi watakuwa nyumbani kwa sababu ya half term. Half term itakuwa inaendelea. So shughuli za masomo hazitatatizika. Lakini biashara kuna uwezekano kwamba uchukuzi huenda vikaathirika. Watu wakifungua biashara mapema,
watafunga mapema by saa 3 saa 4, huenda watakuwa wamefunga, manake hawajui hasa nini kitaweza kufanyika. Bado Gen Z hawajapata peace, hawajaunda rapport ile inayohitajika kati yao na maafisa wa usalama. Lakini PS Raymond Omolo alisema kwamba hiyo siku serikali itatoa ulinzi wa kutosha. Wale ambao watajitokeza kufanya maandamano, tutakuwa tunahakikisha kwamba tunawapa ulinzi wa kutosha. Mengi tunasubiri tuweza kuona kwamba wiki litakuwa namna gani. Imekuwa amaika siasani, ni kuelezea tu yale ambayo yamefanyika wiki zima na yale ambayo yanatarajiwa kuweza kufanyika. Ungana nami tena Nelson Songa, nitakuwa nakuelezea mengine jinsi yanavyojiri. Fuatilia kurasa zetu, pages zetu, Amaika TV, Amaika Radio, Amaika Entertainment. Ingia pale kwenye Facebook, pia fuatilia Amaika Radio page yetu, Amaika Media. Amaika ambayo naizungumzia ni AMAIC, CA, Amaika Radio, Amaika Media. Utaweza kufahamishwa mengi kuhusu Amaika siasani. Kutoka kwangu Nelson Songa, asante. Weka comment yako pale, nitakuwa naisoma.